kawaida ataamua kuunganisha hizo timu mbili ili afike safari. Na kufanya uchaguzi ndani ya Chadema haikuwa mwanzo tarehe 21 mwezi wa kwanza. Na nyinyi ni mashahidi. Tumefanya uchaguzi kila wakati. Wakati pekee ambao Mbowe aligombea uwenyekiti akapigiwa kura ya ndio na hapana ilikuwa mwaka 2009. Tulipiga kura ndio na hapana pale Kilinjiko Hall, Mbezi Makonde. Tulipiga kura ndio na hapana. Lakini baada ya pale 2014 aligombea na watu. Mmoja wapo alikuwa Gambaranyera Frenki Mongateko. Baada ya uchaguzi hakukuwahi kuwa na kundi la Gambaranyera wala kundi la Mbowe. Ilikuwa ni Chadema moja, kwa sababu tunafahamu mnapoenda kwenye uchaguzi kukiwa na wagombea zaidi ya mmoja, wanachama wana haki ya kuunga mkono mgombea yoyote kwa sababu ni mgombea wa chama chao. Na baada ya uchaguzi wanachama wanaunganishwa kuwa kitu kimoja kwa sababu waliunga mkono wagombea wa chama chao na wana haki hiyo. Lakini kwa Chadema ya leo inaonekana si haki kuunga mkono mgombea mwingine. Manake wanakokwenda, mtu atakayegombea na Lissu baadaye uchaguzi ujao atakuwa na shida kubwa sana, kwa sababu huyo ataonekana ni muasi kabisa. Sababu sisi kama leta wasaliti kwa kumuunga mkono Mbowe ambaye alikuwa mwenyekiti na yeye ni makamu. Sasa yeye akiwa mwenyekiti mtu agombea cheo chake inakuwa. Kwa hiyo lakini 2014 nimesema 2014 2019 Mbowe aligombea na Seso Mwambe, alikuwa mbunge wa Ndanda wa Chadema. Baada ya uchaguzi hakukuwa na timu ya Mwambe, hakukuwa na timu ya Mbowe, walikuwa wana Chadema wote. Lakini tumeona mara hii baada ya uchaguzi ndo mpaka leo nyie mnaenda kwenye social media mnaona namna viongozi wanavyotukanwa, viongozi wanavyodhalilishwa, viongozi wanavyobaguliwa kwa sababu tu wanaitwa timu Mbowe, kwa sababu tu walimuunga mkono Mbowe, kana kwamba Mbowe alikuwa mwana CCM akaja hapa. Na tuiseme vizuri ili waweze kuelewa, kwa sababu sisi tulishashauri. Mtu atauliza kwamba kwa nini mwashauri? Mimi nimewaambia, mimi katibu mkuu, kati ya mambo mengi tuliyomshauri moja wapo ni la kurejesha umoja. Baada ya pale kama wastaafu tukaja tukakaa kimya, tukasubiri, tunaangalia watekeleze. Lakini tunaona watu wanadhalilishwa, watu wanateswa, watu wanafukuzwa, watu wanaumizwa, kana kwamba chama hiki sio cha kwao, kana kwamba chama hiki kimetekwa sasa kina watu wengine. Tumeona tutoke tuseme na tuwaelekeze watu wafanye nini. Sisi hatusemi tukaishia hapa. Tunasema tunawaelekeza watu na hatua za kuchukua. Kwa sababu mtu anayefanya maamuzi anakuambia ubaya wa jambo na anakushauri ufanye namna gani. Sisi hatuwezi kusema tu tutawapa na ushauri wafanye nini. Sababu chama hiki tumekijenga wote kwa jasho kubwa. Hakuna anayeweza kudai kwamba Chadema ina jasho lake jingi kuliko mtu mwingine. Hayupo. Tuna machozi, jasho na nyinyi ni mashahidi. Nyinyi ni mashahidi wazuri kabisa. Kwa hiyo hatuwezi kuangalia watu wanataka kuua chama kwa sababu ya ubinafsi wa kubagua watu na sisi tukawa tupo tunacheka nao. Haiwezekani. Kwa hiyo hilo ni swala kwanza. Na nitaka niwaeleze namna ambavyo sasa, kwa mfano, namna ambavyo watu wanabaguliwa. Nyie mnajua na habari mnayo. Mratibu wa uenezi wa BAWACHA taifa, Sigrada Mligo, ni kiongozi wa kitaifa. Kwa sababu ya ubaguzi huo alipigwa kwenye kikao cha makamu
mwenyekiti wa chama bara, amepigwa na walinzi wa makamu mwenyekiti, na makamu mwenyekiti bara ndo mwenyekiti wa kamati ya maadili ya chama. Hakuna kitu kilisemwa. Na binti wa watu walipokuwa amelazwa hospitali, yeyote aliyemtembelea walidhihaki, wakasema ni sanaa inafanywa sanaa. Kwa hiyo kwenda kumtembelea mwanachadema aliyepigwa, ameumia, amelazwa, inaonekana ni sanaa. Lakini alipoenda kutembelewa na mwenyezi wa CCM, wakasema ni sanaa na ni hujuma dhidi ya Chadema. Sasa hivi aliyefanya hujuma dhidi ya Chadema ni nani? Aliyempiga mwanachadema mwenzake au aliyeenda kumtembelea mwanachadema aliyelazwa hospitali? Nyie kama tukiuliza nayo maswali. Yaani wewe upige mtu aende akalazwe Muhimbili. Sasa hujuma ni watu wanayekuja kumtembelea au hujuma ni mtu aliyepiga mtu? Anayefanya hujuma ni nani? Lakini ikaonekana ni hujuma. Wana CCM kutembelea wanachadema walioumia, hakuanza mwenezi wa CCM kwa Sigrada ili tuseme kwamba Sigrada ametengeneza. Mheshimiwa Lissu alipopigwa risasi mwaka 2017 Dodoma, alipolazwa Nairobi Kenya, wana CCM walienda kumuona. Makamu wa rais wakati ule Samia Suluhu Hassan alienda kumuona. Lazaro Nyarandu alikuwa mbunge wa jimbo la Singida Kaskazini kwa CCM, alienda kumuona. Haikuitwa sanaa. Lakini Sigrada aliyepigwa kwa sababu alikuwa ni mfuasi wa Mbowe, kwa hiyo kwenda kuonwa ni sanaa, na walienda kumuona wote wakaonekana ni wahalifu. Wahalifu sio waliyempiga, ila wanaenda kumuona. Sasa hicho kitu sisi hatuwezi tukakaa tukavumilia ubaguzi wa wanachadema, wanabaguliwa namna hiyo. Na hiyo safari mnafikaje mkianza kubaguana hivyo? Na mmeona toka uchaguzi tarehe 21 mwezi wa kwanza mpaka leo, Chadema haijawekeza nguvu kubwa ya kuwapigania Watanzania. Badala yake ni kutukana waasi, kuitana majina wenyewe kwa wenyewe. Ndio kinachofanyika. Sasa hiyo nguvu mnaipeleka wapi? Hilo ni la kwanza, la ubaguzi. Nitaka kitu cha kwanza cha ubaguzi tukichole vizuri kabisa. Na la pili ni udikteta uchwala ambao unajengeka ndani ya chama na ukiukaji wa katiba ya chama. Kuna udikteta ambao unajengeka ndani ya chama na ukiukaji wa katiba. Sasa cha kwanza niwaambie wanachadema, lazima udikteta huu upingwe. Upingwe gizani, upingwe hadharani. Magufuli alianza kutuletea udikteta. Tulimpinga bila kujali mitutu ya bunduki aliyokuwa nayo, tulimpinga hadharani na gizani. Udikteta wa ndani ya Chadema lazima upingwe pia hadharani na gizani. Hauwezi kuachwa kwa sababu dikteta ni dikteta. Na sisi tunapopigania haki za watu hatuchagui. Hiyo haki inatakiwa idaiwe kwa nani. Haki hii tunaipigania bila kujali anayeikiuka ni nani. Sasa ni mambo gani hayo ambayo yanaweza kutuonyesha kwamba kuna hiyo shida? Kuna ufinyaji mkubwa sana wa maoni ya wanachama. Tawapa mfano. Kuna waliyekuwa wagombea wa mwaka 2020 wa ubunge na watiania ya kugombea ubunge 2025. Waliunda kundi lao la WhatsApp linaitwa G55. Na nyie mnajua, hata waandishi wa habari nyie mna makundi yenu ya WhatsApp. Na wao waliunda kwa sababu hawakai nyumba moja. Waliunda
Bima Pub, urahisi wa maisha. 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 Bima Pub, urahisi wa maisha.